Kwa mara ya kwanza nichukue fursa hii kuwashukuruni nyinyi wote ambao mmeweza kufika siku ya leo kwenye kikao chetu. Na moja ya vyote ni kwamba kutokana na uaminifu ambao niliupewa kutoka PNB, ni kusema kwamba huo uaminifu nimeujenga sana kwenu. Na natumai kwamba yale yote ambayo tumekuja kufanya tutayafanya ipasavyo na kuweza kuweka kila kitu chote katika njia iliyo sahihi. Moja kwanza nimshukuru sana Johnson kwa sababu kazi zako nimezielewa kwa muda mrefu sana, na kama nimeweza kukuita hapa ni kwa sababu una imani na wewe na najua utanisaidia vitu vingi sana. Pili nimshukuru Patricia kwa kukubali kuungana na mimi, na ripoti zako zote nilizipokea na nimeridhishwa nazo, na naamini kwamba mchango wako utakuwa mkubwa sana kwa kuweza kuinua kampuni yangu hili ambalo bado ni ndogo lakini lina uaminifu mkubwa sana PNB. Na mwisho kabisa nishukuru Moses. Moses, naamini kwamba katika uzoefu wako utanisaidia mambo mengi sana, na najua ya kwamba sasa hivi ulimwengu wa sasa umetawaliwa sana na mitandao, na naamini kwamba kutokeana na hilo kwako, naamini wewe ni mzoefu sana, na najua kama jinsi mlivyosaidizana kuweza kulipua benki ya Kenya, ninaamini kwamba kuna ujanja fulani ambao unaweza kunisaidia ili kuweza kuwa nashika wahalifu mapema sana, ili niweze kuwa nafikisha ripoti kwenye kituo kwa haraka. So niseme asante tu, lakini nisiwe mchoyo wa fadhila. Kila mtu ana uwezo wa kujieleza kidogo ili muweze kuelewana, then tujue nini la kufanya. Na mimi nashukuru kwanza kwa kuniamini. Unajua kumfikiria mtu kwenye hizi kazi ni jambo ngumu sana. Na hakika nimeshafika. Tahakikisha naifanya kazi sawa sawa na jinsi ujuzi wangu huko. Tuko pamoja na sitakuangusha kwa lolote. Ulivyoniamini, jua kwamba kazi zako zitaenda vizuri. Asante sana. Okay, nashukuru kwa hilo. Na najua kwamba katika hali ya uzoefu wako utafanya mambo makubwa sana kwenye kampuni yetu. Nashukuru sana, na kama jinsi mjosikia, naitwa Patricia, ni mfanyakazi bora sana. Tafanya kazi kutokana na kitengo changu ambacho nimesomea, sitokuangusha. Asante sana. Na kuamini sana. Kikubwa ni kuona kile kitu ambacho kiko ndani yako kijaribu kuweka hadharani na kinaendelea kufanya kazi kubwa sana. Naamini kwamba watu walionambia juu yako, naamini kwamba wametenda haki. Hata mimi pia nitoa shukrani kwa kuwa nimeajiriwa katika hiki kitengo, na nadhani rekodi zangu umezipata zote. Huwa napenda kufanya kazi kwa umaridadi na kwa umakini sana. Kwa hiyo katika hili labda mimi nikuondoe hofu. Ndio. Wow. So asante sana. Ni vitu vidogo ambavyo nilipenda kuvisikia mkiviongea, lakini kwa ukubwa sana tukiviwekeza kwenye kazi zetu na mbinu na plani ambazo tutakazokuwa tukizipanga kwenye meza ili kuhakikisha mipango yetu inakwenda vizuri. So napenda kampuni yetu kwa jina ambalo tutakalolitumia litaitwa Jaguar Security. Jaguar Security sipendi sana watu waweze kujua hususan na kazi zetu. Lakini kimoja ni kwamba kila mtu azingatie kazi yake ipasavyo. Moja, hatupo kwa sababu ya kutesa jamii. Pili, hatupo kwa sababu ya unyanyasaji. Lakini tupo hapa kwa sababu ya kulinda ile amani na furaha ambayo itakuwa imetoweka na binadamu wengine, tuweze kuirudisha. Nikiwa nazungumzia hilo swala ni kusema kwamba katika hii dunia sote tulijua hili kwamba kama mtu hajaelewa kifo hawezi akajua maisha. Kwa hiyo ili mtu aweze kujua maisha lazima aweze kujua kifo. Kwa hiyo hili ni kauli mbiu ambayo mnapaswa muwe nayo na muliweke kwenye akili yenu. So niseme asante sana. Okay. Acha niwashukuruni sana. Endeleeni kujisikia huru kutokana kila mtu na kitengo chake. Kwa hiyo mimi niko ndani ya ofisi.
Priska, najua una uwezo wa kuamua maamuzi unayotaka wewe. Pia najua unaweza kujiongoza kama kiongozi. Yote haya bado uliyafanya huko nyumbani kwenu. Ni kipindi ambacho ulikuwa hujapata mume. Na sasa hivi hakuna jambo lolote unaloweza kulifanya bila kushirikisha mimi mmewe. Priska, nataka ukweli. Na kujua hili. Jana umelala wapi? Baby, kumbuka kuwa nimekuomba ruksa kuwa nitaanza kwenye sherehe ya Bella. Mambo yamekuwa mengi, nikajikuta muda wa kutoka umekuwa mdogo kwangu. Kwa hiyo naomba nisamehe mume wangu. Hivi unajua uigizaji wako na uigiza unachekesha sana. Sawa, mambo yalikuwa mengi kupita kiasi. Na simu ilikuwa na kazi gani? Baby, simu ilikuwa imeisha chaji. Wow, imeisha chaji. Na ulikuwa na watu ambao ni rafiki zako. Simu zao zote ziliisha chaji. Priska, najua unanifahamu vema. Usinifanye uione tabia yangu ya ndani, alafu mwisho wa siku ukatoa malalamiko yako nje kwamba nakutesa. Naomba nisamehe. Sidhani kama atajirudia. Naona neno msamaha ni jambo jepesi sana kuongea kwenye mdomo wako, kuliko kuniambia kwamba ni wapi ulipopalala. Priska, acha kucheza na hisia zangu. Ujanja wote unaoweza kufanya nje, nikiamua kufuatilia, lazima nijue. Na ndiyo kwa maana ninachokitaka humu ndani ni kujua jana umelala wapi. Kozi huwezi kuniambia kwamba ulishindwa kushika teksi ikurudishe nyumbani. Wangapi wanachukua teksi hadi saa 9 za usiku? Priska, leo nahitaji kujua umelala wapi kabla hujalala humu ndani siku ya leo. Sherson, alafu nakuomba uendelee kuwa makini, kwa sababu baada ya kazi kuna kazi nyingine tena nzuri, na ukifanya vizuri utafaidika sana. Sawa? Sawa madam. Unajua natumika na wewe takribani miaka 3 na sijawahi kukuangusha hata siku moja. Kwa hiyo ondoa fukuso hili, kila kitu kitakuwa sawa. Yeah, Sherson, unajua wewe ni kijana mdogo na pia unataka maisha mazuri. Wewe tu ongeza bidii, yangine yatakuwa sawa. Sawa? Nafahamu hilo madam. Kumbuka nafanya hii kazi ili kuweza kumtibisha mamangu. Ndio maana nafanya hayo yote. Na siwezi kukuangusha hata moja. Kama nitahakikisha kila kitu kinaenda sawa. Ondoa hofu madam. Kila kitu kitakuwa sawa. Nimekuambia fanya kazi yako kwa bidii. Alafu vitu vingine vitakuwa sawa. Nitakusaidia wewe na mama yako. Hii kazi ambayo inakuja utafaidika sana. Sawa madam. Nitashukuru sana madam kwa hili. Wewe sasa nenda ukafanye kazi. Vingine niachie. Okay? Sawa madam. Nashukuru sana kwa hili. Karibu sana. Asante mkuu. Basi nakusikiliza. Mimi kwa majina naitwa Alan Walker. Na kama unaniona hapa, kuna tatizo limetokea. Ndio maana nimekuja kuripoti hapa kwenu. Ulisema unaitwa Alan Walker. Okay. Nimekuona kwenye kitabu. Na mfanyakazi ambaye alikuwa anakutumikia, mfanyakazi wetu anaitwa Januari. Niambie matatizo gani yaliyokukuta? Mkuu, tatizo ni kwamba jana usiku
nimeingia kwangu na mwanamke. Baada ya hapo yule mwanamke akanipa hela yangu. Kwa ni hela idadi ya milioni kama hivi 50. Baada ya kutoka nje kutana na ule Siti hayupo. Ndio maana nimekuja kuripoti hapa kwenu. Mliingia na mwanamke saa ngapi? Ilikuwa mida kama ya saa 5 usiku. Na alitoka saa ngapi? Kwa juu nahisi nimepitwa na usingizi. Siwezi kujua muda yalitokea. Sawa, nimekuelewa. Na asante sana kwa kufikisha ripoti. Naamini kwamba kampuni yetu tupo hapa kwa sababu ya hilo. Na kuhakikishia huyo mwanamke atapatikana. Na kama unavyozungumza, mfanyakazi wetu ambaye alikuwa anahusika na kazi ya security, hata kama anaweza kuwa amekimbia, na yeye pia na imani tutampata. Kimoja tu, nimeona kuna namba yako ya simu. Kwa hiyo hapa ndio ofisini kwetu. Muda wote utakuwa ukipita hapa ili kuweza kupata taarifa ya tukio lako. Na sisi kama sisi tutakimbizana nalo. Sawa? Pole sana. Na karibu tena. Hapo tunaitisha hapa. Kuna kitu cha muhimu nataka tuzungumzie. Haswa juu ya uchumi. Kipato kimepunguka. Sasa mjitahidi jinsi hao watalii waliingia tuwapokonye pesa. Unanielewa? Ndio mkuu, tunakusikia. Unajua huyu mwaka umekuwa mbaya kwetu, lakini nina imani hivi itakuwa sawa. Kwa kweli tutatumia nguvu sana na imani tutaenjoy na utafurahi. Naomba nishikie hapo mkuu. Unajua unapozungumza kwa sasa hivi uone kazi inaenda vizuri. Ukumbuke hata sisi utupatie pesa vizuri. Sasa unataka kunifanya nisiwezi kukuelewa. Maana tunatumia nguvu nyingi ile kwenye akaunti zetu mpaka sasa hivi hatujaona pesa. Kumbuka mimi ni kiongozi wako. Nafanya mbinu zote ili pesa ipate kuonekana. Wewe jitahidi tu tafute hizo pesa, nifanye hizo mbinu. Sasa mkuu, nataka nikuulize, kwani ni mbinu gani nataka tutumie ili kupata hicho kipato ambacho naongea? Moja, kuteka watoto, 2 ya utalii ili tupate kuingiza pesa. Sasa wewe umekuwa mpuuzi wewe, tena mzembe. Mkuu, unamaanisha mimi nimekuwa mzembe? Mpaka unaniita mpuuzi? Yes, hivi unajua kama kwa sasa bosi ameshabadilika sana. Kila kitu ambacho tunachokifanya kwa sisi tunaonekana ndani mapuuzi. Ile kitu kingine ambacho inabidi ukumbuke. Inabidi uongee na ule dogo. Kwa sababu hivi kwa sasa tumefanywa uchunguzi mkubwa. Na bosi, ili tufanye kazi yako vizuri, inabidi tupate kipato chetu. Ndio. Kumbuka mimi ni kiongozi wenu. Mnatakiwa kufanya kazi ambayo nimewapatia. Yaani hivi bosi sisi anatuchukulia poa eti. Yaani kutuamrisha tu mfanye kazi na tupate malipo. Kama sipati malipo ya kazi yangu, kazi nitasimamisha. Tulipokea ripoti yako. Na baada ya kupokea ripoti yako tuliona ni vyema tuweze kukuitisha hapa ili tuweze kujua historia hii kwa kina, kutokeana na jambo ambalo limejitokeza. Na tulivyotazama, nyumba ya Walker wewe ndio ulikuwa umeisimamia kwenye ulinzi. Siwezi kuamini kwamba kwa maridadi wako wa kazi, kwa shujaa wako wa kazi, ili kuwaje hadi Walker kupoteza kiasi cha pesa kama kile. Ni kweli kama vile unavyohadisia, lakini sasa kwamba sitakuwa na mengi ya kujieleza kwa sababu sina uhakika na uthibitisho wa tukio ambalo lililotokea kwa kipindi kile.
na nimekuwa makini sana na kazi yangu. Alivyoingia nimemuona, lakini ubovu wa bahati sikujua ni jinsi gani alivyoondoka. Labda ndo tatizo kidogo ambalo limenikuta. Na zaidi ya hayo sijui kama naweza kuwa na lingine la kuongeza. Januari, kumbuka kwamba Jaguar Security ipo hapa kwa sababu ya ulinzi, ili kuweza kuimarisha safu yetu ya ulinzi, kuweka ulinzi imara. Na yote hayo ili kwamba watalii watakapokuwa wakiingia katika nchi yetu, wao wanajua ya kwamba nchi yetu ina ulinzi na usalama tosha. Kwa hiyo maneno yako yanazidi kunipa mashaka. Na ukichunguza vizuri maneno yako, utakuta kwamba wakati mwanamke alipotoka uliyashuhudia haya. Ndio kwa maana tunahitaji ukweli kabla tujaanza uchunguzi kama timu. Vizuri sana, lakini kuna kitu ambacho nashindwa kuelewa. Sababu toka nilipoanza kufanya kazi eneo hili kushindwa kuaminika. Lakini sidhani kabisa kama kuna ukweli wote zaidi ya haya ambayo nimeweza kuongea. Januari, unajua hadi saizi nashindwa niongee nini. Kwa sababu narudi tena kukuambia, maneno yako yanazidi kuweka kampuni yetu kwenye mashaka. Na hayo maneno yako mara 3 yanabomoa kampuni. Alan Walker ulianza kumpokea toka airport alivyofika hadi ulivyomfikisha nyumbani. Sawa, yawezekana unaweza kuniambia kwamba alipotoka usiku ukwenda pamoja naye, lakini alivyorudi na imani kwamba uliona na uliyashuhudia yote. Aje aamke asubuhi akute yule mwanamke hayupo ndani na amemwiba kiasi kikubwa cha pesa kiasi kile, halafu uje kusema kwamba ujui hilo. Basi nipe mwanga. Ulimuona mwanamke alivyoingia au kumuona alivyotoka? Kivipi? Nimekuelewa zaidi, lakini nahisi ya kwamba labda ungenipatia chance ya mwisho niweze kukaa na watu ambao tunatumika pamoja ili tuweze kupata suluhisho ya yote ambayo yametokea. Unajua unanipa mashaka sana unaponiambia kwamba ukae na watu wa timu alafu naomba last chance kwa sababu ya hilo. Kwa sababu ya kukuhakikishia kweli tukio ambalo lilotokea kwamba siko mhusika. Okay. Naomba tufanye jambo. Kitu kimoja ambacho labda naweza nikazungumza. Nakupa masiku 3. Na katika hayo masiku 3, uhakikishe nimepata jibu hiyo sahihi. Na kama unavyojua, Alan Walker ana muda mdogo sana hapa Burundi. Baada ya wiki 3 atatakiwa awe ameshasafiri. Na unajua pesa zilizoibiwa ni pesa nyingi sana ambazo ni capital ya kampuni yetu. Na imani katika siku 2 nitamaliza kazi na kila kitu kitakuwa sawa. Asante. Thank you very much. Please Cap, kwa kweli nisipokupongeza nitakuwa mchoyo wa fadhila. Wewe, kwa ile kazi ambayo umefanya hadi na mimi nilikuogopa kweli. Wewe mbaya. Krista, mbona kazi ndogo sana kwangu hii? Hizo kazi na uzoefu nazo. Ila kitu kimoja tu, yule kijana alitaka kuniingiza kwenye mtego. Nikawa nimemuelewa mapema sana. Nikamtoa kwenye 18 zangu. Wewe. Wewe sana kwa mkali. Lakini wewe, mimi nilikuwa nimeogopa. Nilivyomwona yule kijana. Dadangu, nilifikiria kabisa pale ni mwisho umeingia kwenye mtego. Juu kumwangalia hata kimtazamo kwenye macho. Anatisha. Nilisikia uoga sana, lakini nipoona kuja na ile hela. Mama, sijui nikwambia nini. Wewe nakukubali sana. Asante. Ila hata wewe kwenye kazi zako. Uoga unanitia mashaka sana. Yaani ukiwa unatoa figo za watoto. Mwanamke wewe. Hadi mwenyewe uoga nasikia uoga huyu asije kanitoa figo na mimi. Ile inabidi tupambane. Acha nikwambie kitu kimoja. Unajua dunia imebadilika. Bila kutumika hela tuwezi kupata. Nikiwa kwenye ile kazi tena mimi sijui nabadilikaje. Sijui kama yaani naona tu na kwa mbaya. Na kwa sasa hivi
niko na watoto 5. Yaani wewe ndio unanichelewesha. Mtoa figo. Kama kunywa maji. Kweli. Sawa. Hata basi niwahi, maana kwa sasa siku hizi mume wangu yuko makini sana na mimi. Na ukumbuke jana sikulala nyumbani. Kwa hiyo tutawasiliana kwenye simu. Wala usijali. Wewe ndio tu tutaonana na mimi nakaa hapa kidogo. Muda wangu enea na kwenda kazi yangu. Haya. Okay. Kazi njema. Haya, asante na wewe pia. Mungu salama. Mtoto mzuri. Baby, mbona leo umeamka mapema? No, nimejisikia kuamka mapema ili nifanye usafi ndani. Okay. Na nasikia leo una ratiba gani? Siku ya leo sina ratiba, ila jioni naweza nikatoka nikaenda kula lunch na marafiki zangu. Okay. Vizuri. Priska, unajua wewe ni mke wangu. Na unajua kazi ninazozifanya. Nachoweza kukuomba, ikiwa kwamba kuna makundi fulani ambayo unajihusisha nayo, ni heri ukaacha. Na unavyojua kazi yangu, tupo hapa kwa sababu ya kulinda na kusaidia jamii. Ni kusema kwamba ikiwa tutapata mhalifu yoyote yule ambaye anakwenda kukatisha amani na furaha katika jamii, lazima hiyo kazi tuhusike nayo. Na Krista ni nani? Krista ni rafiki yangu, mume wangu. Kwani vipi? Krista ni binadamu mmoja mkatili, mwenye roho mbaya, ambaye ana huruma na binadamu mwenzake. Halafu kwa watoto wadogo. Ujue sijakuelewa vizuri. Mke wangu, unajua mtu mbaya ni mtu mbaya tu. Na siku zote mbaya wako akitaka kuchimbia shimo, ni lazima kutengenezea changamoto kubwa ambazo utashindwa kukabiliana nazo. Na mwishowe ni lazima umauti ukukute. Na hapo ndipo atarizika kwa umedumbukizwa kwenye ile shimo. Kuwa makini na rafiki zako wote, kwa sababu muda sio mrefu utakuja kuwajua kwa uhalisia wao ni wanani. Good day. Kwanza asante sana kukubali wito wangu. Maana kuna yale mengi ambayo nataka tuongee na wewe. Ndio maana nimetaka tusongele katika ofisi. Nimepatwa na hofu kipindi umeniambia twende nje ya ofisi. Hebu kuna nini? Kama unavyojua, mume wangu ni mpelelezi. Na kwa sasa nina mashaka makubwa sana. Na hisi kuwa anatupeleleza katika kazi zetu. Aswaso na kikundi chetu sisi. Ameshaweka mashaka kwa hili? Ndio. Priska, kumbuka hii kazi haituhusu sisi. Inabidi wewe kupoteza kumbukumbu za mume wako. Na kitu kikubwa ambacho kinachonipa mashaka ni sababu ameshamjua Krista kiundani. Ameshamjua Krista? Kwa hili mimi nashindwa. Haya mambo si ya kuongea mimi na wewe. Inabidi tuongelee ofisini. Mimi nakwenda.
Patricia, kama nimekuita hapa ni kutokana na swala zima la uchunguzi ambao tuna siku tunaufanya. Haswa hususan katika hili kundi la wanawake ambao ni wavamizi. Unajua kama katika upelelezi tunamaliza siku tunafanya, tumeshamshuku mke wa agent Marco kwamba anahusika katika hili. Sasa la msingi ni kwamba unahitajika kutoka hapa mpaka nyumbani kwake ili kuhakikisha tunapata ushahidi tosha pale ambapo tukimpa taarifa mkuu hawezi kuamini. Kiukweli Moses, nakuelewa, lakini hii kazi kiupande wangu itanikuwa ngumu sana. Hii kazi sioni kama naweza nikaiweza. Kumpeleleza mkuu hadi nyumbani kwake itaniwa vigumu kwangu. Unajua unanishangaza sana. Hivi pamoja na mafunzo yote uliyopewa katika hiki kikosi, unataka kuniambia kama unaweza kushindwa kumchunguza mtu mmoja? Nisikilize nikwambie. Hapa mbinu ni moja. Uwe pretend kama vile ni mtu anayetoka Tanzania. Sawa? Alafu fika pale. Hakikisha agent Marco hajakuona. Alafu mfuate mkewe. Ongea naye. Mpeleleze chini chini. Kadri na uwezo na mafunzo uliopewa katika hiki kikosi. Nahitaji taarifa kamili hapa. Lingine jambo, kuwa makini na mboni za macho ya agent Marco. Unamjua alivyo hatari. Ana uwezo wa kukufinyanga na kuzitafuna nyama zako na kuisaga mifupa yako kwa kutumia mikono yake mitupu. Sasa basi, usipokuwa makini unaweza kupoteza uhai. Wow. Kwa zinanipa idea. Nakumbuka kwamba mke wa agent Marco anifahamu na mimi simfahamu. Na nitahakikisha tunapata uthibitisho tosha wa kumuonesha agent Marco ili ajue ukweli, kwa sababu tunachomwambia chote hataki kusikia. Mimi naenda kufanya hiyo kazi na kuahidi kwamba nitaiweza. Na huyo ndio umuhimu wako katika hiki kikosi. Nakuamini. Yes. Haya, asante. Krista, kama nimekuitisha hapa ni kwa sababu hali imeshakuwa mbaya zaidi. Sasa katika umakini wako ongeza zaidi. Unajua sikuelewi. Ukishaniambia niwe makini, yani unamaanisha nini? Ya, ndio nieleweshe nijue ni makini upi. Ya, sielewi kabisa. Krista, unajua kwamba hali imeshakuwa mbaya zaidi na agent Marco anafuatilia kazi zako. Unasema? Ndio, anafuatilia kazi zako. Unataka kuniambia kama agent Marco ameshajua kama mimi ndio natoa figo za watoto? Hapana. Simogopi mkuu. Tapambana naye mpaka dakika ya mwisho. Simogopi kabisa. Krista, inatakiwa uwe makini sana, kwa sababu yule ni mtu wa hatari. Hakuna cha hatari wala uhatari. Mimi ule nitapambana naye mpaka mwisho. Simogopi. Okay, sawa, nakutakia mafanikio mema. Sijui nikusaidia nini. Bila shaka hapa ndio kwa agent Marco. Ndio. Nahisi kama wewe ndio mkewe. Ndio. Kwani vipi? Tuachane na hayo. Mimi nimetokea Tanzania. Kuna kazi ambayo imenileta hapa Burundi kuifanya. Kazi nataka kufanya. Nahitaji kufanya kazi na wanawake wenzangu. Ujue sijakuelewa paka saizi. Mara umeniambia unatoka Tanzania. Agent Marco umemfahamu vipi? Agent Marco ni mtu maarufu sana na anajulikana na watu wengi. Vile vile hata kazi yangu inahusiana na wanawake na sikuona mbaya kutafuta wewe mke wake.
Sawa, niko hapa sababu ya kusikiliza. Okay, sawa. Ni kazi gani tunaweza tukafanya hapa Burundi katupatia manufaa mazuri? Unaonekana wewe ni mtu maarufu sana kwenye kazi zako. Kazi zipo nyingi sana. Ila inahitajia pesa nyingi. Na ni kazi ambazo inabidi uwe makini sana. Maana ni kazi za kujificha. Kuhusu pesa usijali. Nitakupatia pesa unayotaka yote, lakini nipate faida. Kama uko tayari na pesa zako, na mimi nitafaidika. Really? Yes. Sasa ni kazi gani? Mbona hutaki kuniweka wazi? Wewe kwa sasa sijui ni kazi gani, ila katafute pesa, ukiwa tayari tutafanya kazi. Okay, sawa. Na ingewa vyema nikakupatia namba yangu. Hiyo je tatizo? Okay. Lakini simwambii mume wako. Inawezekana udada na hela na hajui mimi ni nani. Acha nimcheze mchezo. Sawa, asante. Asante pia. Mkuu, nimesikia umeniita. Ndiyo. Nimekuita hapa ni kwa sababu ya kutokeana na hali ya kampuni. Kama tunavyojua, sote tupo kwa ushirika ili kuweza kushirikiana katika ushirikiano wetu wa kuendesha kazi yetu vizuri. Sasa, kama wewe kwenye kitengo chako cha ukaguzi wa ripoti zote, kwa uaminifu wangu ambao ninao kuamini nao, nataka kujua ni ripoti gani iliyofanyika jana. Mkuu, mbona kama sikuelewi? Unajua kilichoniajiri hapa ni kufanya kazi ipasavyo. Na jua kwamba kila ripoti ambayo inaingia ofisini najitahidi kwa uwezo wangu niwe nimeifikisha mbele yako. Na kuhusu jana hakuna ripoti ambayo nimeshachukua. Johnson, unatakiwa kuwa makini sana. Jana kuna kazi ambayo imefanyika. Na sasa hivi nikikuuliza ripoti unasema huna. Unajua kuna mchezo ambao nimeuona umeanza kwenye hii kampuni. Na hilo litasababisha kabisa linayumbisha kazi yako na uwezo wa kukuachisha kazi. Kama nilikuamini kwa kitengo chako, lazima uwe nacho makini. Sawa. Mkuu, unajua kinauma sana. Maana nasikia kuna kazi ambayo imefanyika hapa jana afu sina ripoti yoyote. Inaonekana kuna watu wanafanya kazi hapa ndani ya hiyo ofisi bila ushirikiano. Lakini kutokana na kitengo changu alifanyia kazi. Asante kwa taarifa. Okay, sawa. Nitie Patricia. Sawa mkuu. Patricia, mkuu anakuita. Patricia, nimekuita hapa kwa jambo moja. Na najua
hakuna uongo unaoweza kunidanganya mimi. Ndio kwa maana ninachokuomba utumie ukweli. Sihitaji kukupeleleza. Lakini hii mikono yangu ni hatari sana kwa mtu ambaye anataka kucheza na maisha yangu, haswa kwenye kazi yangu. Na hisi yote haya maelekezo umeyapata kutoka kwa wenzako. Ninachotaka kujua ni kimoja. Ni nani aliyekuagiza nyumbani kwangu na ukaenda kuongea na mke wangu? Mkuu, hizo taarifa umezitoa wapi? Patricia, ninachotaka kujua ni kitu kimoja. Ni nani aliyekutuma nyumbani kwangu ukaenda kumpeleleza mke wangu? Mkuu, na kuhakikishia sijawahi kwenda nyumbani kwako. Hata mke wako simfahamu. Nitaanzaje kumpeleleza mke wako? Napenda ushujaa wako. Na napenda umakini wako sana. Nyumbani kwangu nimekuona. Na kila kitu ulichokifanya nimekishuhudia. Na nafurahi sana kwa kuona unaonekana jasiri kwa uongo unaotumia. Lakini ule uongo wako unaweza kusababishia mambo mabaya sana katika kampuni yangu. Asante kwa ripoti. Priska, kama nimekuitisha hapa, nimefurahishwa sana na kazi uliyofanya. Sasa kwa hiyo, na ingine kazi nataka nikupatie. Na wewe ndio unaweza kuanza hiyo kazi. Asante kwa bosi kwa kunipongeza kwa kazi zangu. Ila kwa sasa hivi sijaelewa ni kazi gani ambayo nataka nifanye. Kuna mtu ametoka Uganda. Na huyo mtu ana miela mingi sana, yuko hapa Burundi. Atafanya wiki moja tu. Sasa, kwa hiyo inakubidi wewe ufanye hiyo kazi. Kwa sababu ni wewe uko na uzoefu wa hiyo kazi. Sawa, nimekusikiliza na nimekuelewa. Ile kwa sasa kwangu itakuwa ngumu. Maana mume wangu ameshanitilia mashaka makubwa. Kitu juu Priska. Hii ni kazi. Hakuna cha mume, hakuna cha mtoto. Sasa unapaswa kutumika kazi isipasavyo. Hivi ujue bosi unachanganya sana. Ujue ile mimi ni familia yangu na sasa nikaendelea kila siku nafanya kazi ambazo sipate malipo ya kazi. Kwa sasa mimi kazi hiyo sitoifanya. Priska, kumbuka tuko hapa. Si kwa sababu ya mchezo. Hiyo kazi itatupatia hela nyingi. Sasa wewe inabidi uende ukajipange. Sawa, nimekusikiza na nimekuelewa. Ila kuna kitu ambacho nasahau. Hizo ni sheria za kazi na sio sheria ndoa yangu mimi. Kitu ambacho ningeweza kusaidia, mwambie Krista ndio aweze kufanya kazi. Ila mimi sipo tayari. Kumbuka umesaini mkataba. Lazima hiyo kazi uifanye. Kwa hiyo nimemaliza. Na mimi nadhani nimemaliza. Sipo tayari kufanya kazi hiyo. Mkuu. Human trafficking. Sea Traffic Management Service. Hapo kuna kila ripoti. Zikiwemo simu ambazo zilipigwa. Njia ambazo mizigo inapitia. Ikiwemo watoto wadogo, unga, hata silaha. Na hapo ukiangalia vizuri utaona kwamba kuna ufuatiliaji wa jinsi gani walienda wanapigiana masimu huko wao. Okay. Naona. Kama nilivyoona hapa. Naona kwamba wanazo njia nyingi sana ambazo wanazopitisha biashara vyao. Na ukumbuke kwamba sasa hivi mimi ni mtu ambaye nimeaminiwa kwa hali ya juu. Natakiwa kuwa makini sana katika kila kazi yote ambayo inayokuja ndani ya ofisi hii. Naomba unisikie. Ninavyoona hii Sea Traffic Management inaonyesha wazi kwamba njia ambayo wana uzoefu sana wa kupitisha mizigo yao
ni Nkongo. Na ninachotakiwa mimi ni kuongeza wafanyakazi, ili kila sehemu hawezi kuwa wafanyakazi wa kampuni yetu, kuhakikisha usalama unachukuliwa kwa hali ya juu. Na pia naona hapa, huyu dogo ni nani? Ndio mkuu, kama unavyomuona ni kijana mdogo sana katika maelezo yake. Ni Sherson. Nimehuzunika sana kuona miaka yake na umri wake anajihusisha na makundi kama yale. Na huyo kijana ndio msambazaji mkuu wa madawa ya kulevya katika huyu mji mkuu ambao ni mtakatifu wa Bujumbura. Sasa nimejaribu kudili naye. Nimeshampa appointment. Kesho jioni tamkuletea. Good idea. Napenda sana makini wako katika kazi. Na hili linaonyesha kwamba wewe ni mchapakazi mzuri sana. Unajua hawa watu inaonekana wameanza kutumia njia za watoto, kwa sababu wanajua fika kwamba wale watoto ni vigumu sana sisi kuwaingiza kwenye mikono yetu. So hakikisha udogo umemshika kivyo vyote vile. Ikiwa utahitaji kikosi, nitakupa watu. Na ikiwa unaamini kwamba kazi yako utaifanya mwenyewe, basi na kuomba jitahidi kabla ya wiki hii huyo dogo tu tumempata, kwa sababu wanazo njia nyingi sana na kubwa ambazo wanaweza katuonesha ili kuweza kutufikisha kwa watu ambao wanaomwagiza hii mizigo. Na inaonekana kabisa ikiwa kwamba umebaini huyo dogo kwamba anahusika katika hili, inamaanisha tayari wanatumika na watoto wengi sana. So zingatia hilo. Na kitu kingine, nimepata habari kwamba kuna mama mmoja alikuja kulia hapa kwamba amepoteza mtoto wake. So inakuwa mara 3 nikipata malalamiko hayo. Yaweke kwenye kompyuta, wasiliana na Johnson, alafu weke kwenye ripoti. Sawa mkuu. Hivi kwa nini wanatufungia humu ndani? Hata mimi sijui. Dada, tunaomba tufungulie huyu. Angalia Musa anaumwa. Kama anaumwa unataka nikusaidie nini? Unasikia hapa ni nyumbani kwenu nyinyi? Kwanza naomba kelele. Akisha nyinyi wawili ndio naona mnafujwa ndani. Kesho asubuhi nakuja kuwachukua na nyinyi na wapeleka hospitalini. Jinsi hawa walivyo ndivyo na nyinyi kesho mtakuwa. Hata acho kiongea ni kweli. Angalia na njaa tu. Wewe kama Musa anasikia njaa? Mimi niwasaidie nini? Sasa naomba mnisikize vizuri. Kesho asubuhi nakuja kuwachukua nyinyi wawili. Kisha nyinyi baadaye ndio mtafuata. Kwanza kosa letu ni Mungu kutuweka humu. Kwani kosa leo nyinyi hamlijui? Makosa yenu ni sababu mmezaliwa na figo 2 na kila mtu anahitajika kutolewa figo. Sikilizeni niwaambie. Tuendelee kukaa kimya, labda tutufungulia humu. Sawa. Moses, ulichokinituma nikafanya, nimekifanya. Lakini kwa bahati mbaya, mkuu amegundua. Patricia, how come? I have told you to pay much attention with that man. You know how much dangerous he is. Now unakuja kuniambia kama umegundua kila kitu. Vipi? Moses, I did what I supposed to do. Na sikujua kama yuko pale, ningefanya nini? Hata nisubiri aniite. Alafu tajua cha kuongea naye kutokana vile ambavyo utakavyoniuliza mimi. Sawa? Okay, na itakuwa bora ukifanya hivyo. Mimi acha niendelee na kazi. Aya.
Najua una hasira sana na mimi. Na inakuwa ngumu sana wewe kuniamini mimi. Na kukubaliana na kile ambacho ninachokuambia. Kutokana na gisi yule ni mkeo. Na siku zote mkeo anakuwa bora mbele ya macho yako. Lakini haimfanyi kuwa mwema mbele ya jamii. Sasa basi, mimi nilikuwa naomba kitu kimoja. Kwamba kwa nini usitumie bastola yako kama kumtesti? Ikiwa ataielewa na sitilii mashaka, basi wewe ni mhalifu. Na kama ataokopa na kukuuliza wewe, hiyo ni wazi kwamba yeye ni innocent. I see you tried to defend yourself. Okay, I gonna deal with your plan B. But isiposhikika, wewe umeshikika. Okay, trust me. Okay, thank you. Inawezekana kitu ambacho Moses anachonambia ni ukweli. Maana siku zote kilio huanza na mfiwa, jirani hufuata baadaye. Lazima nimweke kwenye majaribio. Hivi kwa nini hujataka kupumzika mume wangu? Nina kazi nyingi sana. Natakiwa kuziripoti asubuhi. Hata kama ila kumbuka kesho ni asubuhi, unaweza kaenda kazini kaendeleza hizo kazi. Mke wangu, tambua mimi ni kiongozi. Na kiongozi yuko pale kwa sababu ya kuboresha kazi. Na ndio kwa maana sina muda sahihi wa kuweza kutumika. Na muda wote natumika, bila kujali usiku wala mchana. Sawa, najua wewe ni kiongozi. Ila pamoja na hayo, ujue uko una familia na mimi nakuhitajia. Najua hilo mke wangu. Lakini tambua jambo moja. Kazi hii ninayoifanya baadaye italeta matunda mazuri yatakayotufanya sisi tuishi maisha yenye kupendeza. Na nabakiza kama dakika 30. Naomba. Sawa. Okay. Baby, tabasamu kidogo. Okay.
wenzenu wako wapi? Waliwapeleka asubuhi. Njoo. Karibu Priska. Wewe ndio nimekuwa nasubiria. Asante. Kwanza samahani kwa kuchelewa. Ila nimejitahidi nikawahi. Priska, natakiwa kuwa makini sana. Kwa sababu mambo yameharibika. Muda wote ni wako anza kukugundua. Ndio, hilo nalijua. Kulikoni? Hamna. Kuna kitu ambacho nimekuwa nacho leo kwa sasa sioni. Ndio. Mume wako amegundua kila kitu. Unajua kwamba zile pesa sisi tumezikamata. Sasa muda wote anaweza kukuua. Hilo nalijua na kwa sasa nipo makini naye. Kwa hiyo naomba niachie. Tena nifanye. Sasa nataka kufanya. Naomba niachie mchezo huu. Mimi mwenyewe nitagani nisije nitadai naye. Haya tuondoke. Mkuu. Nashindwa kuamini. Nilikupinga kwa muda mrefu. Nilishindwa kukusikia kwa muda mrefu. Kumbe nilikuwa naingia kwenye matatizo pasipo kujua. Huwezi kuamini nilichokiona baada ya wewe kunipa mwongozo. Mkuu, sasa hivi najisikia fahari sana kwa kwenye kikosi chako. Na najiona mshindi kuwa nimeshaupata uaminifu kutoka kwako. Kilichobaki sasa ni kufanya kile ambacho wewe unakipenda ili kuhakikisha uaminifu uliopata kutoka PNP. Huwezi kuamini nilichokiona.
hivyo ndivyo ilivyokuwa. Nilikuja kugundua ya kwamba mke wangu anaijua silaha, na kilichonithibitishia kwamba hata wao pia wanahusika kutumikisha vifaa hivi baada ya vile alivyokiweka kwenye mfuko wake. Hivyo basi, naomba nisamehe kwa yote yaliyotokea kwa kuweka mashaka makubwa sana katika upelelezi wako. Nikuahidi kwa sasa nitakupandisha cheo, na kama unavyojua hakuna mfanyakazi yoyote hapa anayetoka na silaha hapa na kwenda nayo nyumbani kwao, lakini wewe nakutunuku hii. Pia nikwambie kwamba endelea kufanya kazi yako na uchunguzi hata ikiwa ndani mwangu. Asante. Shelson, nimepokea ripoti zako zote, na kwa kusema ukweli nimeumia sana baada ya kusikia miaka yako. Unajua mdogo wangu, siku zote kwenye maisha ustahili kuogopa kwa sababu ya kushindwa, lakini unapaswa kuogopa kwa sababu ya kupoteza. Unajua wewe bado ni kijana sana, na una nguvu ya kutumia kupitia akili yako ulionayo kuweza kujijengea manufaa ambayo yatakayokufaa wewe katika maisha yako ya baadaye. Lakini kwa masuala haya uliojihusisha nayo yanauma. Kwa hiyo nahitaji ushirikiano wako. Ikiwa kwamba utanikubalia kuniambia ni watu gani ambao wako nyuma yako, mimi nakuhakikishia nitaweza kulinda usalama wako. Mkuu, labda tu nikwambie ukweli. Hata kama utaniamini, lakini kubali haya ninayokuambia. Mimi sihusiki kwa lolote lile. Huyo ndio ukweli wangu. Sawa mdogo wangu, mimi nakusikia. Lakini ukukumbushe jambo. Hapa ulipo unachezea maisha yako, kwa sababu hakuna ukweli wowote unaoniambia ikiwa kabisa tumekushika wewe ukiwa unauza unga. Unajua hilo ni jambo kubwa ambalo linaweza sababisha maisha yako yakaharibika. Anyway, kabla sijafanya lolote libaya juu yako, naomba ushirikiane na sisi ili kuweza kushika hao wahalifu wote. Niko tayari kwa lolote lile utakalofanyia mimi. Lakini sahau, siwezi kuambia watu ambao unashirikiana nao, na sipo tayari kushiriki pamoja na wewe. Huyo ndio ukweli wangu. Unaitwa Shelson Bizimana. Wewe ni mtoto mzaliwa wa kwanza kwa bimjane Maria Mirakoze. Ulisomea chuo cha primary Gatumba, na
ulikomalia Kamenge. Na sasa hivi ndipo unapopaishi. Okay, fine. Utaki kushirikiana na mimi ili kuweza kushika wahalifu. Najua wewe sio mhalifu. Kwa sababu hata nikiweka bastola hapa, una uwezo wa kunifanya lolote. Lakini moja ya kitu ambacho nataka kukwambia, unatakiwa kutoa ushirikiano mkubwa kwangu. Kwa sababu ulifanya kazi hiyo ili kuweza kuokoa maisha ya mamako kutokana na ugonjwa unaomsumbua muda mrefu. Je, inafalia nini mamako apone, wewe uende kuishi jela miaka yote? Ni nani aliye nyuma yako? Mkuu, unaongea ukweli, lakini haya yote umeyajuaje? Zungumza watu walio nyuma yako, kwa sababu sitaki kudili na wewe. Niko tayari. Ni kweli. Mtu ambaye anatumika naye ni mwanamke mweupe mnene, anaitwa Krista. Wako wangapi? Chukweli sijui ni wangapi mkuu, lakini na kurudilia kwamba remember you can solve your mother life as well you can kill her by yourself. Tell me. Mkuu, sina ukweli zaidi ya huyo. Huyo ndio ukweli wangu nakwambia. Naomba niambie ukweli. Wako wangapi? Chukweli mkuu, sina ukweli zaidi ya huyo. Krista ndio mwanamke ambaye anatumika naye. Yaani zaidi ya Krista kuna mwingine naye muona mimi. Okay, sawa. Maelezo yako yote utayatoa hivyo unavyoongea, na yataandikwa. Na namba za simu za Krista, na pale ambapo mnapokutania na Krista, vyote tunavihitaji. Sawa? Sawa mkuu. Labda tu niseme kitu, kama utaweka watu kwa ajili ya mama wangu nitashukuru sana. Kwa sababu nimefanya hii kazi kwa ajili ya kumsaidia mama wangu. Najua hilo. Usijali, asante kwa ushirikiano wako. Baby. Unajua samani ya baby unayoniita? Priska, siku zote huwa nakuambia, kwenye ndoa ni maelewano. Na ndoa ukishaona ndoa haina maelewano, basi ujue sio ndoa, ni ndoano tena. Na siku zote huleta maharibifu na kelele kubwa katika ndoa. Hivi kwa nini unashindwa kunielewa? Niseme mara ngapi kwamba utake kutoka kwenye hivyo vikundi, lakini unashindwa kabisa kunielewa? Hivi unajua umeshauchosha moyo wangu mimi? Kila siku ni malalamiko sababu ya marafiki zangu. Hivi wana matatizo gani na wewe? Nishachoka. Priska, mke wangu, ngoja nikwambie jambo. Siku zote wewe huwezi kujifanya mjanja sehemu ambapo kuna wajanja kuliko wajanja wote. Katika maisha mtu anatakiwa ashuke. Ndio maana unatakiwa kuwa mnyenyekevu katika mambo yote ambayo unayoyapanga ili uweze kufaulu. Mke wangu, bado mimi nakuhitaji sana. Na kama mimi nazidi kukuwekea fujo ambayo unaiona fujo katika masikio yako, ni kwa sababu unahitaji usalama wako. Unajua kikosi changu ni watu wabaya sana. Na kuhakikishia hili, naomba ujiondoe katika makundi ya wahalifu. Hivi ujue mume wangu nimeshakusikiliza muda mrefu sana. Na kurudia ndani kwa mara ya mwisho. Mimi sipo katika vikundi vya watu wote wale. Nikwambie jambo. Sikia leo, utoweza kutoka ndani mwangu.
Nasikia kwamba unazungumza upo kwenye vikundi vyovyote, lakini unaweza ukanisaidia kusikia hii? Priska, wale watoto tayari wameshapatikana. Inabidi ile kazi tuimalize leo usiku. Sasa na wewe ujitahidi usilale na mume wako. Okay. Nahisi umenielewa. Kwa hiyo, mke wangu, ikiwa kabisa unapendelea kuona uso wangu na nyumba hii, na ikiwa kabisa unapendelea mboni za macho yako kuendelea kuona vitu vyote ambavyo Mungu aliviumba kwenye hii dunia, siku ya leo usitoke hapa. Na ikija kutokea ukaenda kwenye mission hii, na kuhakikishia watu wangu hawatakuacha salama. Sasa hizi niko hapa kwa ajili ya kutoa maelezo kutokana na kesi yangu. Johnson, kuna mission naenda kuikamilisha. Hakikisha umepata maelezo sahihi. Alafu mimi report nitakuletea baadaye. Nasikia wewe ni mtoaji mzuri wa maelezo. Na kitu ambacho hujui, kuzidi kuwepo hapa kunazidi kuingiza hatarini. Nilikuwa najua kwamba nyinyi ndio wakuu wa kufuatilia kesi yangu. Na niko hapa ili kuweza kushirikiana na nyinyi ili kuweza kukamata wahalifu wote. Naomba nisikilize. Nilikwambia utoe maelezo, lakini ulishindwa kutoa maelezo. Nakuuliza, unaongea ukweli, uongei ukweli? Utaongea ukweli. Nitasema kila kitu. Nitakwambia kila kitu. Baada ya mimi kukwambia utoe maelezo, kwa nini kutoa maelezo? Nipo tayari. Ukweli ni kwamba mtu ambaye anaenda kupatia maelezo nimekuta tayari na yeye ni mmoja kati ya yao. Ni mara ngapi nilikwambia utoe maelezo, lakini ulishindwa kwa sababu ya kutaka kunifanya mimi mtoto mdogo? Hapana, binti. Niambie, ilikuwaje? Ilikuwa hivi. Sikiliza nikwambie kijana, ikiwa utakubali kutoa ushirikiano na sisi, unaenda kuupoteza wewe na wako pia.
na kitu ambacho hujui, nafanya kazi na bosi wako. Lakini agent, hakuna cha agent au cha nini, nimeshakwambia. Zingatia ili ambalo nakwambia. Unatakiwa kubadilisha maelezo yako, la sivyo naenda kumkosa mama yako. sawa, utafanya, lakini unaweka maisha yangu hatarini. Johnson! Shit! Alo Moses. Ya, Johnson anahusika na hili. Sasa na imani kwamba sitoweza kufika kwenye mission ya wale wanawake. Ninachokuomba, hakikisha umefika hapo na nakuamini, fanya kazi ipasavyo na mimi nakimbizana ili kuweza kutimiza. Ya. Ahadi yangu iko pale pale. Sisi ndio jambo security. Kutakuja mtu kukufungua. Mkuu, kwanza mbele yote nitoe pole kwako. Na sasa hivi tunatoka kwenye ile final operation. Na katika kujibisana na risasi, kwa bahati mbaya mkeo masasi alimpata. Na hivi tunavyoongea yuko mortuary, hospitali kuu ya Rwaka Lady. Wapo wengine ambao wana majeraha. Wao pia walipelekwa hospitalini kwa sababu kufanyiwa marekebisho na matibabu. Taarifa zote ninazo kabla hata hujafika hapa. Kamwe siwezi kuzuia maumivu ninayoyapata kwenye moyo, lakini sina budi kupambana na mapigo ya moyo. Nilimpenda sana mke wangu, lakini tabia zake zilikuwa tofauti. Na kama unavyojua, kazi yetu vile inavyoturuhusu, sina budi. Lakini hongereni sana kwa kazi mlioifanya. Basi sio mbaya, nitafanya msiba, na baada ya hapo nitachukua likizo ya wiki 2 nyumbani.
na ili mliweke akilini mwenu ya kwamba tupo kwenye dunia ya watu hai na sio dunia ya wafu. Naheshimu kazi yangu, na atakaye kwenda kinyume lazima nitapambana naye. Nipo tayari hata mimi mwenyewe kufa.